BM Swahili, utalii na uchumi wa bluu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha tena katika uwasilishaji wetu wa takwimu za uingiaji wa wageni kwa mwezi wa Aprili 2025. Naitwa Fatma Hilali Mohamed, ni mtakwimu kutoka section ya takwimu za utalii. Idadi ya wageni kwa mwezi wa Aprili 2025. Kwa mwezi wa Aprili 2025, jumla ya wageni 37,137 waliingia nchini. Idadi hii ni kubwa ukilinganisha na wageni 28,995 walioingia nchini kwa mwezi wa Aprili 2024. Inaonyesha ongezeko la asilimia 28.1. Aidha, ukilinganisha na wageni 60,345 walioingia nchini kwa mwezi wa Machi 2025, ni upungufu wa asilimia 38.5. Kwa hiyo hapa tunaonesha kuwa wageni wameongezeka ukilinganisha kwa mwaka jana. Mwezi kama huu wa Aprili 2025 tulikuwa tuna wageni 28,995, kwa hiyo wameongezeka kwa asilimia 28.1. Wageni kwa mabara waliotoka. Bara la Ulaya liliongoza kwa kuleta wageni 18,551 walioingia nchini, sawa na asilimia 50.0 ya wageni wote kwa mwezi wa Aprili 2025. Bara la Afrika lilifuatiwa kwa kuwa na jumla ya wageni 10,341 sawa na asilimia 27.8 ya wageni wote kwa mwezi wa Aprili 2025. Bara la Asia lilikuwa la tatu kwa kuwa na jumla ya wageni 5,715 sawa na asilimia 15.4 kwa mwezi wa Aprili 2025, na bara la Ocean lilikuwa la mwisho kwa idadi ndogo ya wageni 239 sawa na asilimia 0.6 wa wageni wote kwa mwezi wa Aprili 2025. Wageni kwa nchi tano zilizoongoza. Ujerumani iliongoza kwa kuleta jumla ya wageni 3,778 sawa na asilimia 10.2 ya wageni wote, ikifuatiliwa na Afrika Kusini wageni 2,810 sawa na asilimia 7.6. Nchi ya Kenya ni ya tatu kwa kuingiza wageni jumla ya wageni 2,788 sawa na asilimia 7.5, na nchi ya Italy ni nchi ya nne kwa kuingiza jumla ya wageni 2,168 sawa na asilimia 5.8, na nchi ya tano ni Ufaransa kwa kuleta jumla ya wageni 2,061 sawa na asilimia 5.5. Kwa zamani tulikuwa tukiona mara nyingi utakuta nchi Europe linachukua nchi zote, lakini mara na Afrika zimo katika hizo nchi tano. Nchi mbili zimeingia, Afrika Kusini na Kenya. Uingiaji wa wageni kwa mwezi wa Aprili 2021 hadi 2025. Kwa hiyo hapa tunaona mwenendo ya wageni walioingia kwa mwezi huu Aprili kwa miaka mitano iliyopita. Kwa hiyo hapa tunaona kwa mwezi wa Aprili 2025 wageni imeongoza kwa kuleta wageni wengi ukilinganisha na miezi ya Aprili miaka mitano iliyopita. Kwa hiyo hapa hii ni wageni wengi tunaona hapa, kwa wageni wameongezeka kwa mwezi huu. Wageni kwa sehemu za kuingilia Aprili 2025. Tuna njia mbili hapa za kuingiza wageni, bandarini na viwanja vya ndege. Kwa hiyo kwa mwezi wa Aprili wageni 32,779 sawa na asilimia 88.3 waliingia kupitia viwanja vya ndege vya Zanzibar, na wageni 4,358 sawa na asilimia 11.7 waliingia kupitia bandarini. Wageni kwa aina ya usafiri kwa mwezi wa Aprili 2025. Kwa hapa tuna katika hizo njia mbili, kuna wanaokuja moja kwa moja kutoka nchi za kwao mpaka hapa, kuna wengine ambao wanafikia Tanzania bara wanakuja kwa usafiri wengine. Kwa hapa tunaona wageni wengi walikuja kwa ndege za nje ambao imefikia asilimia 72.4, ikifuatiwa na ndege za ndani ambao ni asilimia 15.6, halafu ikifuatiwa na boti ambao asilimia 11.6, na meli za nje ambao hii tuna asilimia 0.1. Wageni kwa jinsi mwezi wa Aprili 2025, jumla ya wageni 19,770 sawa na asilimia 53.2
ni ya jinsia ya kiume na wageni 17,367 ni sawa na asilimia 46.8 ni jinsia ya kike. Umri wa wageni kwa mwezi wa Aprili 20 hakuna yani wimbi kwamba wageni wanakata kuja Zanzibar. Kwa hivyo kuna mambo mbalimbali yamebuniwa na alhamdulillah kwamba yameleta maendeleo. Kwa mfano, tumesema tunataka tuanzishe mass tourism, yani utalii wa mikutano. Kwa hivyo kwa mwezi huu wa Mei tumeshuhudia mikutano mbalimbali ya kimataifa imefanyika Zanzibar, na hii ndio iliyotuongezea idadi ya wageni kuingia nchini. Lakini kwa mfano kulifanyika tamasha lile la wiki ya afya, kulikuwa kuna kikao cha mabadiliko ya tabia nchi ambayo mabalozi mbalimbali wa Afrika walihudhuria katika kikao hicho. Kwa hiyo tumeona wimbi la ongezeko la wageni wetu kutoka nchi mbalimbali. Lakini vile vile kwa mfano katika mwezi wa 6 kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 13 tunatarajia kuwa na kikao kikubwa cha kimataifa kwa kampuni za ndege za ulimwengu ambazo kwa Zanzibar mpaka sasa zimeshapata appointment ya wageni 40, makampuni 48 ya kimataifa kwamba yatashiriki katika mkutano huo unaitwa Aviadev ambao unahostiwa na Zanzibar. Kwa hivyo tutarajie tu kwamba idadi ya wageni inaweza ikaongezeka kwa hali ya juu kabisa. Lakini kuanzisha hizi matukio ya ndani, kwa mfano kulifanyika tamasha la vyakula lilofanyika Arusha. Ina maana kuhudhuria kule kuna wageni mbalimbali wa kimataifa waliofika katika tamasha lile, lakini baada ya kwamba kamisheni ya utalii tumeshiriki katika tamasha lile, ina maana wageni wamehamasika na wengine wameweza kupata fursa ya kuja kutembelea Zanzibar. Lakini siku ya urithi wa dunia nao ilifanyika Serengeti vile vile. Tumekwenda na tumejitangaza na tunatarajia kwamba kuna wageni wataongezeka, ikiwa wageni wa ndani na wageni wa kimataifa. Swala la usalama nalo linakuwa ni muhimu kwenye eneo hilo, kuhakikisha kwamba wageni wanaendelea kufuata sheria hizi za uhamiaji ama sheria za nchi kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo tukiamini ya kwamba wageni wataendelea kuwa salama na nchi yetu itaendelea kuwa salama na utalii wetu utakuwa salama, na kwa maana hiyo swala hili la kuongeza wageni wanaotembelea kwenye nchi yetu wataongezeka. Kwa hiyo kwenye kikao hichi na furaha kusema kwamba katika mwezi huu wa April wageni 61 walikamatwa kwa makosa mbalimbali, ambao wageni hawa walikamatwa kwenye mikoa yetu mbalimbali, kwenye mikoa yote hii 5 ya Zanzibar, na hatua mbalimbali zilichukuliwa kwa wageni wale waliokamatwa, ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani, kuondoshwa nchini, kupewa adhabu zile za kulipa fine. Kwa hiyo sisi tunasimamia. Kwa hiyo maombi yalikuja na yakafanywa kazi kwa residents wa East Africa community pamoja na SADC wamefanywa punguzo la 50%. Kwa kutoka dola 44 imeshuka mpaka dola 22. Lakini anapo apply ahakikishe kwa huyo anayekuja nchi yake ipo ndani, ile passport yake ambayo ana apply iko ndani ya East African Community au SADC, kwa sababu ni system yenyewe moja kwa moja anapochagua country ya residence yake yenyewe ndio ina incorporate kufanya hizo discount. Of course hii sasa hivi tunahesabu kwamba ni low season. Tumezoea kusema hii ni low season, lakini jitihada za serikali zinasema tusiwe na kitu hicho kinachoitwa low season, tuwe na watalii throughout, ambacho ni kitu ambacho na feel kwamba we've worked on it as a country, kwa sababu nikilinganisha April 2024 watalii waliokuja na April 2025 watalii waliokuja ni wengi zaidi, as mentioned na mwenzetu earlier. Kwa hiyo that means that kuna jitihada za serikali ambazo zinafanywa
ili tusiwe na ile maana ya kusema low season, masika, kuna mvua, kwa hiyo watu hawawezi kuja kwetu. Besides that, tunaweza tukafanya initiatives nyingine, strategic initiatives za kusema let's say watu from India, watu from Asia, hawa kina Russia and them, zile nchi ambazo zilikuwa za Kisovieti, tunaweza tukawekea strategy ya muda kama huu, tunawekea low prices, manake low packages za kuattract kwamba sasa hivi nikienda Zanzibar, instead of nikienda kwenye high season nitatumia maybe $5,000, lakini nikienda kwenye low season nitatumia $2,000. Kwa hiyo inakuwa inampa